أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى أفهم إنك تعلم ولا نعلم wa anta allamul ghuyub. Katika imani wal Islam, ikiwatubu katika mwendelezo wa kitabu chetu pendwa hichi kiitwacho Madarijul Ula, ambacho ni sherehe ya Tabarakatul Ula cha al-Imamu Abil Mubarak Hasan ibn Umairi Ash-Shirazi hafallahu anhu. Leo kwa taufiki yake Mola Subhanahu wa Ta'ala tutakuwa ni wenye kuendelea ukurasa nambari 59 na abiyati ambazo kwamba tutakuwa ni wenye kuendelea nazo ni ubeti wa 37 pamoja na ubeti wa 38 zinazosema kwa pamoja: saba minka alfuadu falam tuzi'hu wa hitta ila mutaba'ati alfuadi wa qadatka almaasi haythu sha'at fa alfatka mar'an salisal qiyadi. Saba minka alfuadu, umepondoka, umemili kutokamana wewe moyo, na moyo hapo kwa maana ya nafsi ndiyo ambayo inayozungumziwa. Bi maana imemili nafsi yako upande mmoja. Upande gani? Ni ule upande wa kidunia, ukaachana na upande wa kiakhira. Saba minka alfuadu, umemili kutokamana wewe moyo, manake nafsi. Falam tuzi'hu, na wala hukuizuia nafsi kama hiyo au moyo kama huo. Umetajwa fuadu, lakini makusudio makubwa ni an-nafsu, ile an-nafsu al-ammaratu bis-su'i. Kwa hiyo saba minka al-fuadu, umemili kutokamana na wewe moyo, bimaana nafsi. Falam tuzi'hu, na wala hukuizuia. Falam tuzi'hu, na wala hukuizuia. Wahitta, na umekuwa na wewe. Wahitta, na umekuwa wewe, bimaana wewe mtu wewe mwenye huo moyo ulio mili sehemu moja. Kwa hiyo wahitta, na umekuwa na wewe ila mutaba'ati al-fuadi, umekuwa ni mwenye kwenda kufuata moyo, bi maana kuifuata hiyo nafsi endapo, basi na wewe upo huko huko wakokotwa tu. Wahitha, na umekuwa wewe ila mutaba'ati alfuadi, ni mwenye kwenda kufuata moyo, kwa maana ni mwenye kwenda kuifuata nafsi kama hiyo kule inakotaka kwenda. Waqadatka almaasi haythu sha'at, na yakakukokota wewe maasi. Waqadatka, na yakakukokota wewe almaasi, maasi haythu sha'at, kule atakapo maasi. Maana kule anapotaka kwenda maasi, basi na wewe imekukokota huko twende. Fa alfatka, yakakukuta hayo maasi wewe, mra'an, ni mtu ambaye salisal qiyadi, ni mwepesi wa kukokotwa. Fa alfatka, basi yakakukuta wewe hayo maasi, mra'an, ni mtu ambaye salisal qiyadi, ni mwepesi mno wa kukokotwa, ni mwepesi mno wa kufuata. Maana wala maasi hayakuchukulii pupa, wala hayakuchukulii nguvu kubwa, kwa sababu yamekuona kuwa wewe ni mtuifu kwake. Kwa hiyo sasa mbwa wako umtupie mai ya nini, wakati mwisho wa siku atakuja nyumbani kwako wewe mwenyewe? Kwa hiyo yale maasi mwisho wa siku yakawa yamekukuta wewe ni mtu ambaye ni mwepesi mno wa kufuata. Anasema swaba ai mala, swaba ai mala, manake umemili minka kutokamana na wewe, ya akhi, ewe ndugu yangu, alfuadu, umemili moyo. Walmuradu bihi an-nafsul ammaratu, na makusudio ya hiyo fuadu hapo manake ni ile nafsi yenye kuamrisha mno uovu. Swaba ay mala, umemili minka kutokamana na wewe, ya akhi, ndugu yangu, alfuadu, moyo. Walmuradu, na makusudio bihi kwenye hiyo alfuadu, an-nafsul ammaratu, ni ile nafsi yenye kuamrisha mno uovu. Falam tuzi'hu ay takuffahu, na wala hukuizuia hiyo nafsi. Falam tuzi'hu, na wala hukuizuia, ay takuffahu, manake wala hukuizuia hiyo nafsi, au alivyosema moyo kwa maana ya nafsi. In quri'a bil muhmala, ikiwa itasomwa kwa ihmal. Muhmala ni herufi ambayo haina kitone, kama ni re, bi maana haina kitone, muhmala imeachiliwa tu. Tunasema in quri'a bil muhmala, ikiwa kama itasomwa
kwa muhmala. Maana yake itafasirika vipi? Kama tulivyofasiri hapo mwanzo, falam tuzi'hu, na wala hukuizuia hiyo nafsi, hukuizuia kutokamana na kufuata maasi kama hayo. Kwa hiyo in quri'a bil muhmala, ikiwa itasoma kwa ihmali, basi maana yake itakuwa ni kwa maana ya kuzuia. Au lam tajdhibuhu, au hukuivuta hiyo nafsi, huo moyo hukuuvuta. In quri'a bil mu'jamati, ikiwa kama itasomwa kwa mu'jama. Mu'jama ndo kama hapo, maana yake re ikiwa ina kitone, baada ya re maana yake inakuwa ni zee. Kwa hiyo kwa tafsiri zote mbili zinafaa. Utakapochukua tafsiri hiyo sawa, na utakapochukua tafsiri nyingine pia ni sawa. Asema lam tuzi'uhu, hukuivuta hiyo nafsi, lam tuzi'uhu, hukuizuia hiyo nafsi. Au lam turi'hu, maana yake hukuivuta hiyo nafsi. Kwa hiyo vyovyote vile mtu atakapopita mapitio hayo ni sawa, ni wewe tu na lugha yako. In quri'a bil muhmala au lam tajdhibuhu in quri'a bil mu'jama. Anasema wahidta ay milta, na umemili wewe mwanadamu, ila mutaba'ati alfuadi, kwenda kufuata huo moyo. Manake ay an-nafsi allati, nafsi ambayo hiya kullu fitnatin wa fadhihatin, hiyo nafsi ndiyo kila sampuli mbalimbali ya fitna huzalikana kupitia nafsi kama hiyo. Wa fadhihatin, na fedheha mbalimbali huzalikana kupitia nafsi kama hiyo. Ay an-nafsi bimaana ila mutaba'ati al-fuadi, ay ila mutaba'ati an-nafsi, umemili wewe kwenda kuifuata hiyo nafsi, allati, nafsi ambayo hiyo nafsi kullu fitnatin, ndiyo kila fitna, bimaana kila fitna huzalikana kupitia nafsi kama hiyo. Wa fadhihatin, na kila fedheha ujue itatokamana na nafsi. Wa khizyin, pia vile vile khizi inatokamana na nini? Inatokamana na nafsi kama hiyo. Wa hilakin, na pia vile vile kila hilaki inatokamana na hiyo nafsi. Wa dhambin, na pia kila dhambi ujue chimbuko lake ni nafsi. Wahita, na umekuwa ay milta, umemili wewe, umemili mwanadamu, ila mutaba'ati alfuadi, kwenda kufuata moyo, ay an-nafsi allati, nafsi ambayo hiyo nafsi kullu fitnatin, ndio kila fitna, wa fadhihatin, ndio kila fedheha, wa khizin, na khizi khasara hizo, wa hilaki, na kuangamia, wa dhambi, na kila dhambi. Maana yote hayo ambayo tumeyasema au yametajwa hapo na musannifu, basi yanazalikanwa kwa kupitia hiyo nafsi yenye kuamrisha uovu. Qala al-Busiri, al-Imam al-Busiri amesema, wa khalifin nafsa wash-shaytana wa asihima wa inhuma mahaddaka an-nusha fattahimin wala tuti' minhuma khasman wala hakama fa anta ta'rifu kaida al-khasmi wal hakami. Anasema wa khalifin nafsa wash-shaytana wa asihima, ikhalifu nafsi na mukhalifu shetani na uwaasi wawili hao, achana nao. Maana yake wa inhuma, na ikiwa wawili hao mahaddaka an-nusaha, wamekutakasia nasaha, yani wamekwambia bwana, hili zuri bwana lifanye, nafsi hiyo. Na shetani naye akwambia bwana, hili mbona zuri tu lifanye. Nasema wa inhuma, na ikiwa hao wawili bimaana nafsi na shetani mahadhaka an-nusaha, wamekutakasia wewe nasaha, basi fatahim, hebu tuhumu kwa hicho ambacho wanachokwambia kuwa ni kizuri, basi ujue kuna ubaya mkubwa ndani yake ambao umefichikana. Ingawa kinje utaona ni jambo ambalo ni zuri, lakini ujue fatahim, hapo tuhumu, kuna jambo hapo ndani. Wala tuti' minhuma, na wala usimtii katika hao wawili. Wala tuti', na wala usimtii minhuma katika hao wawili. Khasman wala hakaman, usimtii khasimu bimaana shaytani, usimtii wala hakama, wala huyo hakama hakimu pia usimtii bimaana nafsi. Fa anta, basi wewe taarifu, unajua kaida al-khasmi, kitimbi cha shaytani, wal hakami, na kitimbi cha nafsi. Wala tuti' minhuma, wala usimtii yoyote katika hao wawili. Khasman, awe ni shaytani, wala hakaman, wala huyo nafsi usimtii. Fa anta, basi hakika wewe taarifu, unajua kaida al-khasmi wal hakami, kitimbi cha shaytani na pia vile vile kitimbi cha nafsi. Ai amefasiri idha amaratka nafsuka, pindi nafsi yako itakapokuamrisha. Idha amaratka nafsuka, pindi nafsi yako itakapokuamrisha, wa shaytanu, na shaytani, bi shay'in, jambo lolote ile. Wawili hao watakapokuamrisha,
au nahatka nafsuka wa shaytanu, au nafsi yako na shaytani imekataza, an shay'in, kutokana na jambo, fakhalifuhuma, basi wakhalifu wawili hao, fa innahuma aduwaka, kwa sababu hao wawili hao ni maadui zako. Fannafsu, basi nafsi, aduwwun fi surati sadiqi, nafsi ni adui ambaye yupo katika picha ya rafiki. Wal insanu, na mwanadamu, la yatanabba, hazinduki, limakayidi sadiqi, kutokamana na vitimbi vya yule rafiki. Mwanadamu siku zote hazinduki kutokana na kitimbi cha rafiki yake, kwa sababu huyu rafiki yangu hawezi kunifanyia ubaya, hawezi kunifanyia hili lile la kunidhuru mimi, lakini kumbe kwa pembeni rafiki yake akiwa yuko peke yake humfanyia mabaya. Hata akiambiwa nyinyi mtanifitinisha tu na rafiki yangu, mwanadamu kawaida yuko hivyo. Nasema wal insanu, na mwanadamu, la yatanabba, hazinduki, limakayidi sadiqi, kutokamana na vile vitimbi vya rafiki. Fitnatuha, fitina yake hiyo nafsi, a'dhamu, ni kubwa zaidi, min fitnati shaitani, kuliko fitina ya shaitani. Sababu shaitani kuna muda mwingine hayuko na wewe, lakini nafsi yako wewe, kila uendapo, kila muda, kila wakati, ulale, ukae, utembee, ucheze, ulie, ucheke, nafsi yako iko pamoja na wewe. Wa mukhalafatu nafsi, basi kwenda kinyume na hiyo nafsi, maana kwenda kinyume na yale ambayo nafsi hukuamrisha, ra'sul ibada, ndiyo msingi wa ibada. Wa awwalu maratibi saada, na ndiyo mwanzo wa madaraja ya utukufu. Wa mukhalafatu nafsi, basi kuikhalifu nafsi, ra'sul ibada, ndiyo msingi wa ibada. Wa'lam, najua, tambua, fahamu, elewa, anna kulla afatin, hakika kila balaa, waqa'ati fi khalqi llahi, ambalo limetokea balaa kama hilo katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min awwali khalqi, kutokana na kile kiumbe cha kwanza, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama, fahiya, basi balaa kama hilo, min qibali hadhihi nafsi, linatokamana sambamba na hii nafsi. Bimaana nafsi kama hii ndio ambayo imesababisha balaa kama hilo kuweza kutokea. Wa'lam, najua, anna kulla afatin waqa'at fi khalqi llahi, hakika kila balaa, kila janga ambalo limetokea kwa viumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min awwali khalqin ila yaumil qiyama, tokea yule kiumbe wa kwanza mpaka kitakaposimama kiyama, fahiya, basi balaa kama hilo, min qibali hadhihi nafsi, linatokamana na upande wa hii nafsi. Imma biha wahadaha, imma ni kwa sababu ya hiyo nafsi peke yake, bimaana hilo janga limesababishwa na hiyo nafsi peke yake, au bimuawanatiha, au kwa sababu ya msaada wake, bimaana imepewa msaada. Manake imma janga kama hilo limesababishwa na nafsi peke yake bila hii nafsi kupewa msaada na kitu chochote, au nafsi kama ile imepata msaada wa kitu fulani, ndio maana mwisho wa siku ikasababisha afa kama lile. Asema imma biha, imma kwa sababu ya nafsi kama hiyo peke yake, wahadaha, au bimuawanatiha, au kutokamana na kusaidiwa msaada wake, wa musharakatiha, na ule ushirika wake, wa musaadatiha, pia vile vile pamoja na ule msaada wake. Mauna ni msaada, na hiyo musaada pia ni msaada, afu tafsiri. Fa awwalu ma'siyatin lillahi kanat min iblisi al-la'ini, asema fa awwalu ma'siyatin, basi maasiya ya kwanza lillahi, ambayo aliasiwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, kanat min iblisi al-la'ini, yalitokamana na huyu iblisi aliyelaaniwa. Wa kana sababu al-ma'siyati ba'da al-qada'i as-sabiqi hawa an-nafsi, anasema wa kana sababu al-ma'siyah, na ilikuwa ile sababu ya kule kwa aswi, baada al-qada'i as-sabiqi, baada ile kadhia ambayo imetangulia. Kwa hiyo sababu yake ni nini? Asema hawa an-nafsi, ni yale matamanio ya nafsi, ni kibrin au bil kibri wal hasadi, kwa sababu ya kuwa na kibri, na pia vile vile kwa sababu ya kuwa na chuki. Bimaana maasi ya kwanza ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala aliasiwa katika alamul arwahi, mbinguni huko, basi maasi kama haya yalisababishwa na chuki ya ibilisi dhidi ya mwanadamu kama yule. Manake alivyosema hapo, baada al-qada'i sabiqi, baada ile kadhia iliyopita. Manake pale Mwenyezi Mungu alipomuumba Adamu, mwisho wa siku akamjulisha kila kitu, akawakusanya malaika. Mwisho wa siku akamwambia malaika, haya tajeni hivi vitu. Malaika wakashindwa. Mwisho wa siku Adamu akaambiwa na Mola, haya watajie hivi vitu.
Adamu akawatajia kila kitu pale, kisha baada ya pale Mwenyezi Mungu akawaambia, haya msujudieni Adama. Basi malaika wote pale wakasujudu isipokuwa Ibilisi peke yake. Akakataa, akawa si miongoni mwa wale ambao waliosujudu. Akaulizwa, bwana vipi wewe, mbona hukusujudu? Akatoa maneno yake pale ambayo ni mabaya kabisa. Mwisho wa siku ikampelekea kufukuzwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ile hawa ya nafsi yake Ibilisi ndio mwisho wa siku ikasababisha kuweza kutokea janga kubwa, ili janga ambalo limempelekea mpaka yeye kufukuzwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Akawa ni mwenye kibri na pia vile vile ni mwenye hasad. Kibru kama tunavyoambiwa, al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Kibri maana yake ni kuikataa haki. Kaambiwa bwana fanya hivi, mimi nafanya hivi. Kibri hicho wa ghamtun nas, na kuwadharau watu. Na hasadi maana yake ni kuchukia ile neema ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa mwenzio. Ukaona kwa nini Mola ampe yule asinipe mimi, kama alivyosema yule mshairi, aya hasidan li ala ni'mati atadri ala man as'ata al-adab as'ata ala Allah fi hukmihi li annaka lan tarda lima wahab fajazaka Allah bi anzadani wa yasudda anka wujuha talab. Manake ukiwa na hasadi, manake kana kwamba wamuuliza Mungu, kwa nini umempa yule na mimi hukunipa? Kwa hiyo inakuwa ni mtihani kweli kweli. Kwa hiyo sasa hawa ya nafsi ambayo ya Ibilisi alayhi laana ndio ikampelekea kushukiwa na janga kubwa la kuweza kufukuzwa mbali na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ya kibri chake pamoja na vile vile na sababu ya husda yake. Anasema fa awwalu ma'siyatin, basi maasi ya kwanza kabisa lillahi, aliyohusiwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, aliyoasiwa, kanat min ibilisi laini, yalitokamana na huyo Ibilisi laini. Wa kana sababu al-ma'siya, na ilikuwa sababu ya kule kuasi, baada al-qada'i as-sabiqi, baada ile kadhia iliyotangulia, kama tulivyosema hapo, hawa nafsi, ni kwa sababu ya yale matamanio ya nafsi yake, bil kibri, kwa kibri, wal hasad, na pia vile vile kwa chuki, kwa hasadi. Fa alqatuhu nafsuhu, basi ikamtupa mbali kabisa nafsi yake huyu Ibilisi, baada ibadati 80,000 sana, baada ya kufanya ibada kwa muda wa miaka 1080. Fa alqatuhu, basi ikamtupa yeye, alhau yaudi ila Ibilisi. Kwa hiyo Ibilisi mwisho wa siku akatupwa mbali kabisa, na nafsi ndio iliyosababisha. Baada ibadati 80,000 sana, baada ya kufanya ibada kwa muda wa miaka 1080. Maana Ibilisi kule mbinguni alikuwa ni mtaabadi mkubwa kweli kweli, kiasi ambacho hakuna sehemu yoyote katika sehemu za mbingu kule awe hakusujudu kwenye ule wingu ambao alikuwako. Lakini mwisho wa siku nafsi yake baada ya kuwa imejikua kutokana na amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ikasababisha nafsi kama ile kuweza kumtupa mbali kabisa na rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo fa alqatuhu nafsuhu, ikamtupa yeye nafsi yake, baada ibadati 80,000 sanatin, baada ya kufanya ibada kwa muda wa miaka 1080. Ala ma qila, juu ya kile ambacho kimesemwa, fi bahari dhalala, ikamtupa katika bahari ya upotofu, fagharika fihi, mwisho wa siku akaghariki ndani ya bahari kama hii ile, la'natullahi ta'ala alayhi, laana ya Mola aliyakuwa ametukuka iwe juu yake. Na pia vile vile kuna baadhi ya qila, ikiwa kama qila kama hii imethibiti, ni kwamba siku katika masiku Ibilisi, kabla ya kuwa Ibilisi akiwa ni mcha Mungu kweli kweli, akiitwa Aba Sijida, asema siku aliwakuta malaika, wale malaika wakuu 4 wamekaa sehemu, ikiwa kama kisa kama hichi kimeswili. Aliwakuta Jibril pamoja na Mikail pamoja na Israil pamoja na Israfil wametulia sehemu. Baada ya kutulia pale, Ibilisi mwisho wa siku akawatokea. Baada ya kuwatokea akawasalimia. Baada ya kuwasalimia akawaambia, nahisi au naona kati yenu nyinyi hapo mmoja wenu atakuja kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na atakuja kutupwa mbali na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja kati yenu atakuja kutupwa mbali, au mmoja kati yetu atakuja kumuasi Mola na atakuja kutupwa mbali na rehema za Mola. Lakini mwisho wa siku Ibilisi akasema Mwenyezi Mungu akunifadhili, yani kana kwamba yeye kajitoa kwenye dua kama ile. Kwa hiyo mwisho wa siku laana ikaenda kumpata yeye. Lakini nasema ikiwa kama kisa hichi kimesui, maana na mimi pia nimekisikia. Kwa hiyo kwa namna kama hiyo, mwisho wa siku nafsi yake ikamtupa, fa alqatuhu nafsuhu, ikamtupa nafsi yake,
baada ibadati 80,000 sana, baada ya kumwabudu Mola miaka 80,000, ala ma qila, jueleka yule ambayo imesemwa, fi bahari dhalala, nafsi yake ikamtupa katika bahari ya upotevu, fagharika fihi, akaghariki ndani yake, akafa ndani yake humo kwenye bahari ya upotevu kama hiyo, la'natullahi alayhi, laana ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, fa amma man khafa maqama rabbih, ama yule ambaye mwenye kuogopa kisimamo cha Mola wake, wanaha nafsa anil hawa, na akaikataza nafsi kuachana na matamanio, fa innal jannata hiya al-ma'wa, haika janna, pepo ndiyo makazi yake mtu kama huyo. Ya khayra khalqillah, ya khayra khalqillah, ya khayra khalqillah Muhammad.